24 to 27. Karibu pastor. Biblia inasema hivi: Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Narudi tena. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. 25. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Amen. Amen. The mentality of somebody who will achieve, the mentality of somebody who will run to the end, is a mentality of not giving up. Is a mentality of saying, even if it is tough, I will still pursue it. It's a mentality of those who say, we don't get it on a silver plate, we fight for it. Quietly, you may have your seat. Tulianza tukaangalia tukaona mtu anaitwa Naomi. Is that true? Yes. Tuliona mtu anaitwa Elizabeth. Na tulisema Elizabeth ni nani? Tukasema Elizabeth anaitwa encourager. Kama utamaliza na nguvu, unahitaji encourager. Unahitaji mtu ambaye atakwambia you can make it. Na wengi kwa dunia hatuna wale watu. Tuko na wale wenye wanatuambia hii magonjwa unayo ndio liuaga mtu fulani. Hii shida uko nayo, nakumbuka mwingine alikuwaga nayo akamaliza vibaya. Unaona vile unaishi, hivyo ndivyo babu yako alikuwa anaishi na akakufa kabla hajafika mahali. Tuko na watu wenye wanajua kutuambia maneno ambayo hayatupeleki mahali. Tumejizungusha marafiki wenye wamezoea kutuambia ya kwamba hii mambo vile yanaenda hayatakupeleka mahali. But nikikumbuka nilikuambia ya kwamba hauhitaji kuona wale ulioanza nao, unahitaji kujua wale utamaliza nao. Kwa kuanza unaweza kuanza na wengi, lakini kumaliza ujue ya kwamba kila wakati kumaliza kuna wale ambao waliumbika kumaliza. Na kuna wale ambao hautaendelea nao kwa safari, na utakapomaliza watakuwa supplementary. Watajiongeza tu kwa story. Hello. One of the worst teacher I had in my life, alikuwa akinifanyia vituko vya maajabu just because he never loved my father. We met with him last month. No, this month when I was in Congo. And he was telling people around, this was one of my best students. And I looked at him, I was like, shame on you. But I was only smiling because he wanted to identify himself with what I am now. Though he was not wishing me to be what I am now. There are some people in your life who don't want you to succeed, but because they are not the ones who carries your keys, they will join you after you finish.
ukifika ukingo hawana choice, watakujoin. Hello. Rafiki yangu mwingine akaambia anko yake, anko, ninataka kuwa surgeon. Anko yake akamwangalia akamwambia, surgeon wa sungura? And right now as we are talking, is a surgeon, and among the people I'm going to work on, his uncle. Sasa nani sungura? If you don't buy their negative words, they will turn to themselves. If you don't buy what they tell you, and you focus on fish fishing line, when you cross it, they will call you your name. Let me tell you this. The athletes we have in Kenya, they don't know English. They don't bother what they will answer, what they will say. Nilisikia mwingine anasema kapteni kinekimoja unajiuliza nini? Yeye anaongea ni nini? But all of us Kenyans, we are that is ours. Why? He crossed the line. I came to tell you, if you don't give up, people will celebrate you. I say, if you don't give up, people will celebrate you. If you don't give up, people will call your name. I don't care your background. I don't care your position. I don't care your level. Sijali umesoma au utasoma. Usipo give up, utakuwa celebrated. Hallelujah. Kama hautavunjika moyo, watu watakushangilia. Amen. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. One of the people in Kenya, I was talking with her, a powerful artist in Kenya, and this is what she told me. Pastor, when I was a house girl, this is what happened. One day I ate kaugali kadogo hivi, and mama wa nyumba akakuja akasimama akafanya kuandika Waluya ni kuandika kampuni. Kaugali. And she told me she felt like she has been squeezed to a wall, and she started crying. Akahisi ni kama angeweka hata kidole kwa shingo atoe hapo kaugali. Kenye kamefanya wamesema yeye ni kampuni. Ni kama watu 100 akikula ni kama watu 100 wamekula. She was mistreated to a level whereby wakamtupa nje na vitu vyake. And she went out, and one day she met with a certain man of God who told her, you can make it. And that man of God took her hand, made her a praise and worship member. She started singing from the praise and worship. And one day she released a song, a Luya song, that was so powerful. The woman who told her kuandika Muluya ni kama kuandika kampuni, yeye mwenyewe ni Muluya. And what happened? Hiyo nyimbo ikiachiliwa na nguvu, nyimbo nzuri sana. That woman started hearing that song without knowing the owner of that song. So that woman, one day, she had a problem in her house because the husband passed her. And she said, the only song that can help me go through this tough moment is that Luya song I am always hearing. Can you help me put that song? Wakaenda wakamnunulia DVD. Walipomwekea hivi kwa runinga, hapo kwa TV. Huyo mwenye alifukuzaga kwa mlango, akatokezea kwa TV. Hallelujah. And she was like, you mean she participated on this song? They said she did not participate, she wrote it. She started looking for her to make peace. And it was too late because she was nowhere to be found. Hello? She told me,
Pastor, if we don't give up, those who thought we will die will one day celebrate us. Amen. I came to tell you, if you don't give up, those who thought 2018 will finish you will realize that you have finished 2018 and they will celebrate you. No matter what, they will celebrate you. Don't give up. And for you not to give up, you don't need people who will tell you your mistakes. Hallelujah. And Elizabeth, no matter how many mistakes you have, will always look for one reason to tell you you will make it. Hello? Ndugu yangu, ulitubariki sana leo, lakini haukuwa unavaa socks. Sasa sauti na socks zinaingiana. Discourager. Discouragers will always make sure they look for one reason to pull you down. Wanatafutaga kila wakati kwa uzuri kitu moja ya kukuvunja moyo. Huyo pastor anahubiriana vizuri, lakini hafungagi suti. Sasa jamani, ni mimi nitafunga suti kama ni kitambi kubwa? Sasa wewe tu unataka kunivunja moyo. Discouragers. Hello? Look at your neighbor, tell my neighbor, be an Elizabeth. Learn to encourage people. Shake your neighbor, tell your neighbor, learn to encourage people. Dada yangu, unajua unapaka mzuri, lakini usiniwekee lakini. Nasema usiniwekee lakini. Kama ni kuniambia mambo mazuri, niambie na uachie hapa. Hello? The bad part of the discouragers, they always make sure they look for you when you are looking for somebody to tell you something good. Hawakujaji wakati yenyewe you are ready for them. They always come when you are off guard. They tell you something, it pulls you down. Watu wengi wametoka kanisa kwa sababu walikutana na marafiki wenye ni discouragers. Watu wengi wameacha huduma kwa sababu walikutana na discouragers. Leo nimekuja kukutangazia, Mungu akuletee Elizabeth. Nasema Mungu akuletee Elizabeth. Kila rafiki ambaye ni wa kukuvunja moyo, Mungu apeleke mbali na wewe. Kila mtu ambaye ni wa kukuvunja moyo, Mungu apeleke mbali na wewe. Hakuna siku utanisikia ninakuja ninaanza kuambia, leo uko down. Leo mnaboeka. Those are the ones I don't use in my life. If I find you down, my work is to pull you up. Not to start telling you how down you are. Because already if I am down, I know I am down. I don't need somebody to tell me I am down. I want somebody to tell me I can stand again. I want somebody to tell me I can make it. I want somebody to tell me it is possible. If you need that person, say, dear Lord, release an Elizabeth in my life. Yes. We need an Elizabeth, somebody who will encourage you, somebody who will make sure that you are happy. Hallelujah. Amen. Lakini wewe mwenyewe, hata wewe mwenyewe kwa watoto wako, hauko Elizabeth. Mtoto anakuja anakuambia mama, niko nafikiria ABCD, unamwambia wewe, uliona hata result zako za shule? Ulikuwa wa kwanza kutokea huko nyuma. And the time it feels like wakiniambia huu ni change, mama nikichange huyu. Mama hata hawezi kuniambia I will make it. Let me tell you, some of us, we are where we are. We don't even remember the names of the school where we went. Tulienda shule zingine zinaitwa sijui na jina gani, Milango Kuu. But God remembered us. So it's not a matter of how I am performing. It's a matter of how I am being encouraged, and I believe my future will be bright. Hello? A man in Kenya went back to school when he was 72. Do you remember him? Were you richer than him? Kwa sababu uko na degree, ulikuwa mtajiri kuliko?
a reason why you will tell somebody it is possible. Hello? And when you find it is not possible, learn a language to talk to somebody. Don't learn to break people's hearts. Don't learn to make people feel like they never did anything. You are just waiting for somebody who will crash before the end of the year. When you taambia, wewe unajibu nini mwaka huu? Isipokuwa vumbi, kutuletea vumbi na kukula chakula. Unajua baba zetu walikuwa na hali fulani ya kutuelezea kwamba kila baba, sijui kama babako alikuwa hivyo, alikuwa anatoka wa kwanza kwa shule. Kila baba alikuwa wa kwanza kwa class. Sasa mistake ya baba yangu, 4 of our neighbors walikuwa classmates. Na wote walikuwa wanaambia watoto walikuwa wanatoka wa kwanza. So siku moja nikawaambia, nyinyi mkutane nyinyi watano, muambiane nani atakosoa wengine kwa uongo. No, tulikuwa tuna compete. Jamani, walikuwa tuna compete. Because they want to show us they were the best. But they don't want you to know that you are the best. I came today as your pastor to tell you, the way you are the best. I say you are the best. I say you are the best. Look at your neighbor, tell your neighbor, you are the best. You are the best. Matthew, you are the best. The way you are, uko wa mzuri. Acha kujisumbua. Acha kununua ndio kwa sababu unataka ujiconfirm kila asubuhi. Unasimama kwa kioo 2 hours. Dada yangu jamani. 2 hours kwa kioo. Unaangalia. Hey! You will kill us! You are okay. You are okay. Somebody say I'm okay. Jamani. Niliwaambia unaweza shindo kingoa nywele nyeupe au utakoa miaka jipende. Miaka imeenda, kama ndio ulikuwa 54 to 2018 utakuwa 55. Either you like it or not, love yourself. Accept yourself. Stop imitating. To encourage yourself. Ndio miendo tumebadilika. Unakutana dada yako atembea mzuri kila utajiua bure, tembea kama wewe. Jipende. Jikubali, ji-encourage. Be your own Elizabeth. Hallelujah. If you hear me say, the Lord will give me a spirit of Elizabeth. Hallelujah. Be your own Elizabeth. Encourage yourself. Speak good of yourself. I told you, if you don't have anyone to treat you, treat yourself. It is cheaper. Very cheap. Unaenda mahali unaitisha maji moto na unakaa unachukua kijiti. It is cheap. Am I talking to somebody? This remaining part of the year, make sure you are happy. No one will ever make you happy unless you are happy. Look at your neighbor. Like it or not, I will be happy. I will be happy. Celebrate the Lord. The second person we said is who? Naomi. Naomi is a destiny connector. Somebody who takes you with all that you have. Naomi mwenyewe unajua ameshanga biti, hana chake. Lakini atahakikisha wewe usibiti bila limiti. Atahakikisha anakupeleka kwa Boaz. Atahakikisha anakufikisha mahali unaenda. Hello. Hallelujah. And we looked at Naomi. We saw Naomi very well. We saw what Naomi can do. The third person is called Elijah. Somebody say, I need Elijah. In the book of 1 Kings 19 to 21. 1 Kings chapter 19 verse 19 to 21. You find Elijah doing something that is very peculiar. Anakutana na jamaa mwingine anaitwa Elisha. Elijah akikutana na Elisha, Elisha ni mfanyabiashara, lakini Elijah akagundua ya kwamba Elisha anafanya kazi
ambao hajaumbika kufanya. Akaja akatoa koti yake akaitupa juu ya Elisha, macho ya Elisha ikafunguka, akagundua ya kwamba nilizaliwa niwe nabii, sikuzaliwa niwe mfanyabiashara. Naomba leo an eye opener aje kwa maisha yako, mtu ambaye atakuambia ulizaliwa kufanya hiki, haukuzaliwa kufanya hiki. Naomba an eye opener aachiliwe kwa maisha yako. Haleluya. Watu wamengangania tu. Unakutana unamwambia hii kazi unafanya sio hiyo. Hii ndio nitafanya. Jamani, unahitaji eye opener. Unahitaji mtu mwenye atakwambia hii ndoa unataka kujenga si ndoa, hii unataka kujenga wrestling. Hii ndio itakuwa ndoa. Haleluya. Unahitaji mtu ambaye atakufungua macho. Unajua mwenye atanunua gari mbaya, mwenye ataoa vibaya, na mwenye atakufa hawasikiaji. Mtu mwenye anataka kununua gari mbaya, unajua mtu anakusumbua ayambaye daka, lakini the first day ya kutest gari wanaisukuma. Nisaidie huko nipeleke home. Unamwambia ndugu yangu, kama hii gari siku ya kwanza inatutoa jasho sitakuua. Hapana. You must start from somewhere. They don't listen. Na kuambia mtu mwenye anataka kufanya wrong choice na relationship hasikiaje. Unaambia dada yangu huyu ni mwizi. Mwizi kwa sababu wewe umeshapata. Hasikiaje. Unamwambia hii haikupeleki mahali. Uongo nitaomba. Mungu atambadilisha. Jamani, habari yako Roho Mtakatifu. Shida ni nini? Hatuna wale ambao ni wafungua macho. Wale ambao wanafaa kutufungua macho watuambie inakaa kama gold lakini si gold. Inakaa kupendeza lakini sio yako. Naomba Mungu achilie Elijah kwa maisha yako. Nasema Mungu achilie Elijah kwa maisha yako. Ndio unakutana hapo, ndio dada wengi wao na wazazi wao kina mama yao huwa wanaachiana. Mama kimuita kumwambia unajua hiki na hiki na hiki. Mama, time yenu imeshapita. Mama, mmeshapita. Mtuache na sisi tuenjoy Sikiza nikuibie siri. Pastor Alfred, mahali utasimama kwa mti uone, babu ataketi chini na ataona. Experience yake imeshamsaidia kuona na hajasimama. You need an eye opener. Watoto wetu, watoto wa Mungu, kila ngazi inakuwa na mwenye ameshaipita. Unahitaji mtu wa kuongoza. Look at your neighbor. If you are too big to be taught, then you are too small to teach. If you think you are too big to be taught, then just know that you are too small to teach. Ukifikiria wewe unakaa mkubwa sana uwezi kufunzwa, jua wewe ni mdogo kwa kufunza, hautawahi funza mtu. Unahitaji aliyepita akuambie utapita wapi. Hello. Hallelujah. Amen. Kwa maisha yako jifunze kuambia Mungu akupe mtu ambaye atafungua macho yako. Rafiki yangu mmoja akaja akaniuliza, ndugu yangu Axel, nitakuomba shauri. Nikamwambia ndio. Ninachumbia msichana fulani na sijui ya kwamba wewe ukimuona kwamba vile unavyomjua unaweza kunishauria nini. Mimi na kiherehere yangu nikamwambia unapata magumu. Vile ninajua mama yako kwa mdomo, na vile ninajua huyu msichana unataka kuoa kwa mdomo, na unataka kuwapeleka kwa boma moja, wewe ujiandae kuwa nasikiza news. Jamaa kaniambia umenisaidia. Akaondoka akaenda kwa father in law. Akamwambia kama kuna mtu hataki nioe msichana wako ni Axel. Father in law akakuja kutafuta my father, akamwambia naomba waambie mtoto wako na counseling zake aachane na familia yako. Nikaenda nikamwambia mwenzetu, my friend, mbona nilifikiria ulikuja for mentor?
Mental kiligeuka kuwa story ya father-in-law na mother-in-law. Akamwambia I bless you. Akaoa. Baada ya miezi miwili akiwa anatoka job, anakutana mama yake na wife yake after 2 months. Life kwa uwanja. Akija kuomba shauri, nikasema unatafuta yeye utapelekea father-in-law. Can I talk to somebody? You need somebody who will open your eyes. If you will not listen, you may listen with actions. Kuna wakati matendo ufanya usikize. Kama unakataa kusikiza shauri, matendo inaweza kukufanya usikize. Kama unataka kumaliza vizuri mtoto wa Mungu, kubali kupoteza vinavyopendeza ili kwamba upate vinavyofaa. Kuna vitu vinapendeza lakini havikufai. Unahitaji mtu wa kukwambia hii sio mzuri, hii ni mzuri, macho yako ifunguke, uache yanayopendeza ili kwamba upate yanayofaa. Things may look good but they were not meant for you. If you hear me say I hear. So you need an Elijah who will tell you you are doing well in business but you are called for ministry. Or you are doing well in ministry but you are called for this. Hello? Elijah. Those who finish strong, they get people who open their eyes. If uko na marafiki wenye kila kitu unafanyaga, wanakwambiaga yes, 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 just put a question mark. Kuna mahali watakwambia hapa hujaenda vizuri. Hapa tembea namna hivi. Hapa tembea hivi. Ndio unakutana watu wengi wamechagua marafiki wa mchezo peke yao. Na ndio kwa maana maisha yao imejaa mchezo. You know I love you because you keep me busy. We are not looking for people to keep us busy. We are looking for people to take us to our destiny. Unakutana na mtu mwingine siku moja amesha kupatia CV 5 ya maisha yake. Hi Pastor Alfred. I'm Axon. You know, I am the pastor, the founder, and I am the overseer of bishop of ministry. And now we don't want to know much about you. Do some things, we see who you are. Acha matendo yatuambie wewe ni nani. Acha kutuelezea vitu vingi. Nilikutana na mtu town. Nilikuwa na mzee Andrea na Klaus. Where is Klaus? Yes. Tulikuwa na mzee Andrea na Klaus. In 1 minute. Huyo jamaa alituwekelea maji. Paka mzee Andrea kitu tu ilikusaidia ni Roho Mtakatifu. Huyo jamaa alituambia mnajua sasa nilichaguliwa na president ya kwamba mimi ndiye nitasimamia sijui one of the 4 agenda. Jamani, huyu mwenye yako naongea hana hata ID. Ni foreigner. Lakini alichaguliwa kusimamia one of the 4 agenda. I can show you pictures. Andrea akamwangalia hivi. Kisha Andrea akaniambia pole na upole. Unaona hiyo suti yake? Ni hizo za kitambo. Suti yake imeshikana hivi, lakini alichaguliwa kusimamia 4 agenda. Ukimuuliza yeye mwenyewe hizo 4 agendas, hazijui. Lakini alichaguliwa kuzisimamia. Akatuelezea habari kama 20, kisha Andrea akaniambia, akamuuliza, hivi tunaenda huko Roysambo kuhubiri, unaweza kwenda na sisi? Akasema, tunaweza kwenda pamoja. Alikuwa ametuambia amepark hapo nyuma. Tukiingia kwa gari tukasikia mnisongee. Tukasema, for agenda tukusongee. People of God, don't try to attract people's mind by so many words. Don't try to tell people who you are for them to fear or to be intimidated. Do some things and your actions will speak of who you are. If you hear this, I hear. Don't try to make people see big things
and you have achieved small, achieve what you are able to achieve. We don't achieve at a goal. We achieve as we move. Hello? Kama saizi ninaongea hapa, acha nifungue macho ya watu fulani. Kuna watu watakula Christmas, watandike Christmas na New Year, wachinje mbuzi, wafanye kila kitu. Ikifika tarehe 5 hawana rent. Oh, pastor niombe, landlord is after me. Landlord not after you. Kuna kitu ilienda wrong? December is not the end of life. It's the end of 2018. January is coming. Kuna watu watasusuka hapa wakitafuta fare ya kwenda job January. Angalia jirani yako mwambie huyo sio wewe. So you need an eye opener. Somebody will tell you, eat but eat as usual. December is like November. November is like December. The same way you are spending in November, spend in December. January is coming. Na usisahau ya kwamba kamshahara ka Januari kana kujaga na maisha toka jasho. So unajua watu wamesha kula ya December saa hizi. Kuna siku hizi 31 zinasimama ziko zinakuangalia hivi. Tikisa jirani kwa mwambie unakumbuka hiyo? Zitakuwa zikikuangalia hivi. Kumbuka wewe uko unajitia moyo, tutakuwa kwa mafungo. Ni wewe utakuwa kwa mafungo, watoto watakunywa maziwa. Na mafungo ni siku 21. Utakuwa siku zingine zinakuangalia hivi. Amka. Stop spending the way you're spending. Start saving. If you hear me, say I hear. Those who finish strong, they don't use everything. They save something. Hallelujah. Nasema hallelujah. Amen. Elijah will tell you life that don't do that, do this. You need an Elijah in your life. Hallelujah. I say you need an Elijah in your life. Somebody will throw you something that will open your eyes. Somebody will make you understand things. Can I talk to somebody here today? Who lied to you? Who lied to you that being single is a curse? Who is that person who said to you that being single is a curse? Let me tell you this. There is no stage of life that is sweeter like being single. Well-managed life, where you are the decision maker of your life until you finish it. But umeshatoka hapo, acha nikuibie siri, utafanya harusi leo, kesho uamuzi yako inaisha. Hiyo ubade ya kubeba kifua mbele kila siku, unaamuka saa 3 inaisha. Oh, I am sick and tired of being single. Unafikiria kuwa married ni issue ni easy. Utakuwa unafanya kenye anataka. Love yourself as you are. Oh, nilikuwa nafikiria leo niende salon. Saloni ya wapi? Utakaa hapa. Tutakaa tukifanya, nitakuwa mtaani, utakaa hapa. Na hiyo pressure yako yote inatulia hapo, utafura kama mkate. Ndio utajua ya kwamba the time you had to enjoy it. Enjoy yourself the way you are. I say enjoy yourself the way you are. You are okay, you are not under any curse. Hey. Oh, I'm lonely. You are not lonely. There are people who are married and they are lonely. You are not. Just thank God of what He has given you. Ukionea mahali mako ulijigonga, hakuna mtu alikugonga.
yourself the way you are. Another person you need to finish strong is called Moses. Somebody say Moses. Who is a Moses? Moses is a person who decides to take you through your wilderness. A person who decides to walk with you in your wilderness. Let me tell you this, people of God. Many of the friends you have, they are only with you because you are not in the wilderness. Unajua wilderness? Unajua wilderness? Wilderness. When you begin the wilderness, people may still sing with you. People can still tell you know what? God is on our side. But when you move deeper into your wilderness, I am telling you, you will know who is who. Ndio kwa maana Biblia inasema mtegemee mwanadamu alaaniwe. Kuna watu ambao umeweka tumaini kwao. Acha nikwambie, kwa sababu wangaliki wanajua na wewe unaweza contribute. Acha ukose. Hata simu hawatawaichukua tena. Sawa. Let me tell you, when you are going through a wilderness, hata jambo mkono watu wanaanza kuhepa. But I came to tell you, before the end of this service, God will give you a Moses. I said God will give you a Moses. I said God will give you a Moses. May the Lord cause Moses arise in your life. May the spirit of Moses come upon somebody and look for you. Somebody who will tell you we will make it in this wilderness together. Acha nikuambie siri, wakati unapitia ndio wakati wanaanza kukuhesabia vitu. Pastor Alfred alikuwa anataka unisaidie na shauri. Hey, tulijua. Ameanza kujishikisha. Jamani, nilikuwa nataka mamlonzi. Hey! Akijifanya rafiki yake, anatafuta mzee wake. Jamani. I am undergoing a tough moment. I need somebody to walk with me. May God heal your wounds and raise a Moses in your life. I said, may God heal your wounds and raise a Moses in your life. Somebody who will not care how tough things are will walk with you. Yesterday we were with this young man of mine, this son of mine. We were with him and Solomon Mukubwa, and suddenly as we were standing like this, a woman came. If you're hearing me, can you show it by raising your hand like this? Hallelujah. A woman came, and suddenly that woman came, akatusalimu, alafu akahug Solomon, and she was in a deep, surprise, emotions. And that woman, this is what she said: Solomon, your God is a living God. And Solomon was like, for a few minutes, Solomon was trying to recall. Then Solomon was, yes, oh my goodness, and Solomon was so happy now, and I could see him too, emotions are developing. And then the woman started talking. Solomon, 1 week after that, you went, and the God you said will come to get you. It became interesting. I came close. Nikasikiza. Huyo dada akaanza kueleza. Mnajua mimi, huyo mtumishi wa Mungu amenitoa wapi na neno ya unabii? Acha niwaambie. Mimi mume wangu alikuwa akafariki. Na mume wangu alipofariki, this is what happened. Nikaondoka, nikakosa maisha, watoto hawana shule, watoto hawana chochote, maisha ikawa ngumu. Nikaamua kuanza kuwa natengenezea watu viatu kao, kubrush viatu vya watu. And one day Solomon came where I was.
nikutengenezee viatu. And as I was working on his shoes, we started talking. I explained to him what I am undergoing, how tough things are. He said, I will walk with you. And from that day, he started assisting me financially on my rent and on other things. And whenever he comes to town to do his, he's in town, he will make sure he makes his shoes, and he speaks to me and assists me, and he goes. And the last time I saw him, he came after doing that. Yes, he did whatever he always do. He gave me money, but he told me, my sister, now God is about to come for you. And 1 week later, as I was leaving my place of work, I met a person. That person we exchanged, we spoke. To cut the story short, now as we are talking, I am married to a pilot. And I've been looking for this man of God to tell him that the pilot who married me is not an African, is from Europe. And our wedding was in Europe. I'm jealous. It's not my confidence, I'm jealous. And our wedding was in Europe, and now my children are in private school. I can't even to arrange for them because I am traveling soon. Oh my goodness. Hey! Uliona mama chozi hapo kijana wangu. Some emotions. And I was like, you need somebody to work with. That testimony came strongly because Solomon, being who he is, God lowered him to walk with somebody in wilderness. And now this woman is telling Solomon, I've made arrangements with my husband because I think he flies an Emirate, something like that. I have made an arrangement with my husband so that you may visit us and come and minister in the church where, hey. And Solomon was like, yes, I'm ready. I was almost saying, I will accompany him. You know, I pray with him. I say you need a Moses. 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 You need somebody who will work with you in your wilderness. You need somebody who will not take advantage of your mistakes and your issues, but will tell you you can make it and walk with you without counting on what you will pay back. Because the Lord has brought you here today. May the Lord release a Moses in your life. I say, may the Lord release a Moses in your life. I say, may the Lord release a Moses in your life. Unahitaji mtu wa kutembea na wewe wakati album zako hazijahit, lakini anakuambia itahit. Unahitaji mtu wa kutembea na yeye wakati kazi imekaa ngumu kupatikana, anakuambia itapatikana. Hello. Usitake tu kuona watu wenye watakuja kula maneno na wewe. Taka uone watu ambao walitembea na wewe hata katika jangwa. Mungu awalete kwa maisha yako. Nasema Mungu awalete kwa maisha yako. Nasema Mungu awalete kwa maisha yako. Watu ambao utatembea nao. Pia na wewe Mungu akufanye Musa wa mwingine mtu. May God make you a Moses of somebody. You know, tumezoea sana kutoka tu kwa ibada na unakanyaga njia unaenda. Jamani, unaweza kuwa na kila kitu dunia hii lakini hutawahi kujizika. Unahitaji mtu kwa maisha yako. If you hear this, I hear. When the service comes to an end, learn to be a blessing to somebody. Blessing is not giving money. Blessing is to share with somebody at least for a few minutes. It gives strength. Hallelujah. Niliwaambia kuna uwezo ya kuambia Gilson na niambie Kayla na Njoro wakuwa wanasimama mmoja hapo mwingine hapo mwingine hapo nyuma nikihubiri, na nikimaliza alafu Klaus anafungua njia na mimi natoka hivi. Na ingia kwa gari wanafungua haraka na kaa na ninaondoka. Watu wanasema, you know, our pastor is a mighty king. Hiyo uwezo haitakuponya magonjwa. Hiyo uwezo haitakuinua kimaisha. Hiyo uwezo haitaondoa maumivu ya moyo wako. Hiyo uwezo haitakuleta karibu na Mungu. Sihitaji.
somebody. You need to encourage somebody. Look at your neighbor. Be your brother's keeper. Talk to somebody. Forget about your positions outside. In the church, why do we build a church like this? Kwa nini huwa hatuweki tumarungurumu kanisani? Kwa sababu hapa hakuna mambo ya kuuliza nani aliingia kwa nyumba na nani hakutoka. Ni sharti ujue nani aliingia na nani hakuingia. Am I talking to somebody? Babu, let me use you as an example. How many rooms do you have in your house? 5. Kuna mtu anaweza lala kwa nyumba yako bila wewe kujua? Kuna mtu mwenye anaweza kulala nje ya nyumba yako bila wewe kujua? Kwa watoto wako? Every day when you close the doors, you know nani yuko ndani na nani yuko nje. Kanisani tumekuaje? Mungu atatuwekea marumu hapa. Lakini kuna wale ambao hawajaingia hapa miezi miwili, haujui. Kuna wale hawajakuja leo, hautajali kuwapigia simu. Kila mtu na vyake, kila mtu kivyake, kila mtu aende bila ataenda. Kama pastor akuja, Bwana mbariki mahali yuko. Look at your neighbor. What of my life, Bwana? What of my life, Bwana? Hey! Kama ni aje? Jamani, daktari asipokuwa around, vutia yeye waya. Hapa sasa hivi nikiuliza, watu wangapi wako na namba yangu? Utashangaa. Kuna mpaka message kwa simu inaitwa please call me. Hawailipiaje? Lakini wewe unamaliza hata miaka 5 hata please call me utumaki. Nikikuuliza when was the last time you woke up ukasema hii 500 niko nao kwa simu, nataka kubariki tu somebody randomly, unaangalia kwa simu yako one of your believer member of the church unasema na mimi nataka kubariki umoja, ukaangalia kwa simu yako ukamtumia 500, akupigia na kwambia umetuma pesa by mistake, unamwambia hapana, nilikuwa nataka kukununulia lunch. When was that? Lakini tunaenda mbinguni na tunapendana. Tunapendana wapi? Tunapendana. Mapenzi si mdomo rafiki yangu. Mapenzi ni vitendo. Tunapendana. Janet, tunaenda mbinguni. Hatuendi mahali. Tusaidiane hapa live. Twende mbinguni. Angalia jirani yako mwambie nakupenda. Unasema tusutende kitu. Tumeshasikia hiyo neno ya kutosha. I love you. Me too. Tumeshasikia. Fanya kitu, angusha kitu. Krismasi kuna watu watatupa chakula na wengine hawana. Kuna watu watamwaga mpunga hivi nje na wengine hawana. Lakini zote kanisani mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Kuna watu wako na nguo zimefanya miezi 6 hawajazivaa kwa watu wako, wengine hawana. Na zote twende tu haleluya, haleluya yonani. Haleluya, na tutembee pamoja katika jangwa jamani. Wakati mwingine hana, tushikane tunatembea na yeye. Hello. If you're hearing, say I hear. Jamani. Learn to share and walk with others in the wilderness. Jangwa inaweza kuwa ngumu, lakini tembea na wengine. Waambie wanaweza na unatembea na wao. Sio hiyo story ya kuambia watu tuko pamoja. Tuko pamoja wapi? Sikuoni. Sitaki kuwa pamoja kiroho, nataka pamoja physical. Leta kitu. Hallelujah. Make sure before the end of 2018 you become a blessing to somebody. I say you become a blessing to somebody. Mungu hatasikia raha kwa sababu umebarikiwa, wardrobe imejaa. Mungu atasikia raha kwa sababu kuna mtu wardrobe yake inacheka kwa sababu yako. Kama unasikia sema amen. Nguo zangu ni size zangu, haziwezi kutoshea mtu. Nani alikudanganya? Kuna tailors kila mahali watapunguza. Hallelujah. Ni size ya pasta, unajua pasta nini? Nikitoa hii nipatie Mose.
Ataenda wapasue hapa hivi wapunguze. Na hapa hivi wapunguze. Atuwekelee na kama mzuri. Usipe mtu kitu umechukia. Unajua kuna mtu anaweza pea kitu anaona tu huyu amenitusi. Umechukua kiatu unampea hajui gani ya left, gani ya right. Zimeshalala hivi. Hiyo tupa kwa dustbin. Pia watu kitu inakaa kitu. Angalia jirani yako mwambie nitakuwa baraka mwaka huu. Hallelujah. Be a blessing to somebody. Kuna vitu uko navyo kwa nyumba yako, watoto wako ukiwaonyesha wanalia. Hatutaki tena hii. Wengine wakiona wataruka. Watoto wengine wakiona watasema yes! Hii ndio tumekuwa tukitafuta. Lakini watoto wako wakiona wanalia. Hiyo tutaki toa. Na unangangana tu unaweka kwa store. Roho mbaya. Unataka anza kuanguka kwa viatu kwa nyumba yako. Kila mahali ukipita kuna viatu unataka kuanguka. Lakini kuna watu wana viatu moja na unajua unaweza kuwabariki. Be a Moses. I say be a Moses. I say be a Moses. I say be a Moses. Walk with somebody. Stand with somebody. Siku moja nikauliza baba yangu. Baba, nikuulize, kwa nini unapendeka kusaidia mayatima sana wewe? Nini mbaya? Mimi sina karo ya kulipa shule, unachukua pesa unalipia mtu mwingine shule. Baba kaniangalia akaniambia, Akson, wewe ulipata neema ya kuniona, hata nikifa saa hizo unanijua. Mimi hata wakiniletea picha ya baba yangu mzazi, siwezi kumjua. Nilizaliwa sikujua baba. Nililelewa na watu wengine. Siku yangu ya kwanza kuvaa kinyasa nilijua. Nilikuwa nimekuwa mkubwa. Nilikula taabu ya maisha ya utoto. Siwezi ruhusu wengine waikule. I cried. My first experience was with my uncle who came from the village. Nikaenda nikanyangua nguo zangu zote nikambariki. Apelekea mtoto wake shule. Huyo baba ananiambia, wewe sikukwambia ufanye hivyo. Ananiambia, baba, hata nini hiyo neno yako imenigusa. Tuko kanisani, mhubiri anahubiri. Nani atakuwa wa kwanza kutoa chochote kenye uko nacho? Nguo, viatu. Nikatoa viatu nilikuwa navaa nikaleta hapo mbele. Baba kanaangalia kananiambia, utatembea mguu chini. And from that day when he spoke to me about how we got an opportunity to see him, but he never saw his father, he changed my life. I became a giver and without condition. I decided I will be working with people no matter criticism. I will be a blessing, not because I am too rich, but because I have to make them too rich. Make a decision today in your life to be a Moses to somebody. Amua leo kwa maisha yako utembee na mtu katika jangwa, na usitembee ukitarajia watakulipa. Wengine utatembea na wao na baada ya kutembea na wao watakuacha, watakuchapa hata. Lakini moyo usivunjike, tembea na watu katika jangwa. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. How many people do you help? Ama unasemaga mimi unajua pesa ninapataka ni ndogo sana, siwezi saidia mtu. Hello. Can I tell you the room to get money? The room to get money is to give money. If you want to create a room to get money, then learn to give money. The more you give, the more you receive. It is doable, it is possible. I've seen it. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. I say hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen.
decided to walk with them in the wilderness. Funny enough, the provider was not Moses. The provider was God. Hallelujah. I say hallelujah. Moses just walked with them. The people you are about to decide to walk with, you will not be providing. The Lord will be providing. But they will never forget that you walked with them. Let me tell you, people of God, wilderness is tough. Wakati mambo yote yako sawa, kila mtu anaweza kukuongelesha vizuri. Hata mambo yabadilike. Nikasikia jamaa mwingine anasema, mwanaume mwenye hana pesa, hata dogi ya kwake haimsikizaki. Hata akiingia kwa compound dogi anafanya hana pesa. Wilderness. Anahitaji mtu. Acha nikuibie siri. Hujawahi kusimamishwa kwa kiti juu wilderness inakuwa na ubaya gani? Unakaa tu, unakaa hivi. Kisha unasikia sasa, tafadhali watu patie kiti mtu atakaa. Unajiuliza, mimi ni mnyama? Mimi ni kuku? Sasa kuku imetetea kitu unaisimamisha. Wilderness. When you are in the wilderness, anyone, kila mtu anaweza kukudharau. But you need a Moses. But for you to get a Moses, you must be a Moses to somebody. Because there are levels of wilderness. Wilderness yako inaweza kuwa ni ya kukosa nguo, lakini kuna mtu mwenye anataka kucommit suicide. Tembea na yeye na wewe Mungu atatembea na mwenye atakuletea nguo. Am I talking to somebody? Don't offer what you don't have, but give what you have. Sometimes even words are enough. Presence is enough. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. There is a time in my life I walked in wilderness. I used to hold my phone like this. Nina scroll like this. Ninakosa mtu wa kupigia. Hata saa hizi watu wanataka, hata right now babu, watu wanataka kuniambia, "Hey pastor, we have never seen a busy man on phone like you. Every time your phone is ringing." Kuna wakati nilikuwa naomba Mungu sisi muibie tu. Hakuna wilderness. Kuna wakati nilikuwa natoka kanisani, ninaenda nasimama stage hivi. Niko naomba Mungu si mtu tu apite hapa nipende hivi. Hakuna. Unageuka kando na kando. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Noah, tulikuwa tunapitia mimi na yeye mahali fulani. Mpaka kulikuwa na jamaa mwingine alikuwa anatumika Grange Park. Unajua Grange Park? Hiyo kampuni ya maji. Alikuwa anatufungulia huko nyuma huko kwa maji, mahali wanawekea maji, tunapanda huko. Sasa heri mimi nilikuwa na mwili ndogo, wenzangu Noah ni mbili yangu. Kupita kwako kwa mlango mpaka tumuvuta. Tunakaa huko nyuma hivi, tunamwambia ukifika kwa polisi hapo hivyo, wakikuuliza ni nini unamwambia tu ni mzigo iko ndani. Hiyo mzigo anatulia tu. Inakonga konga huko kwa maji hivi. Wilderness. So don't reach somewhere and you start thinking everybody else is a devil. You walk. Nasikia mtu mwingine anakuambia, when I'm driving, I don't see people around. Hey! You don't see people around. Siku moja utakula vumbi hapa hivi utawaona wote. When you drive, you don't see people around. You feel good when you enter your car here. You soon hakuna hata kuuliza nani tunaenda naye njia moja na mpe lift. Ya nani? Mimi sipendaje watu waingie kwa gari yangu. Sometimes wao wanaleta ndani ya congestion. Congestion. Walk with somebody. If you hear me say I hear. Walk with somebody. Stand with somebody. Love someone.
wanahitaji neno yako. Kila siku unakaa ni kama mwenye aliuma ndimu. Asubuhi ni kama ulikula mawe. Tembea na mtu. Cheka na mtu, onyesha mtu meno. Furahisha maisha ya mtu, ina maana yake mahali. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Dada zangu, mama zangu, Mungu amewapatia watu wa kufanya kazi kwa nyumba zenu. Sio watu wa kuua, ni watu wa kujenga. Mtoto akivunja glasi, wanahesabu kwa pesa ya mfanyakazi. Mtoto akivunja thermos, pesa ya mfanyakazi. Unahesabu pesa ngapi? Mshahara gani unahesabu kukatakata? Tembea na mtu, haujui kesho ya mtu. Can I bring to somebody here? Walk with somebody with love and care. Be a Moses to someone. Treat people with respect. They may be low today, but tomorrow they will be elevated. The Lord who elevated you will elevate them. Love them the way they are. Treat them with dignity. Hello. The fact that you give me a shelter does not mean I am a slave. I told you my story, the way my uncle treated me, until I hated going back to Goma. Nilikuwa na mimi najichocha kila mara na baba, nataka kwenda na mimi holiday, nataka kwenda holiday kwa uncle. Baba kanambia, jiandae, enda. Kumbe uncle ni nusu ya shetani. Kufika kwa uncle hivi kunipokea. Hiyo siku ya kwanza nilikulaga vizuri, hata wakachange menu. Mtoto wa kaka nini maji moto hivi. Wakaniambia utakuwa unalala kwa hiyo room. After 2 days, uncle akaniuliza utakaa muda gani? Holiday yote. Utanijua. Asubuhi mapema from nowhere alikuwa anasema hiyo jiko ya nje hiyo mafiga mtahamisha hapo, mtahamishia huko. Hapa ni mahali ya mawe, kuchimba ni shida. Uende kuchimba mashimo hapo hiyo. Anasema uende kuchimba mashimo. Mimi na wasichana wake wawili. Wale wasichana kazi yao ni kuniambia chimba hapa. Na hapa. Na chimba. Mikono yote red. Paka mke wake anakuja ananiambia, acha utaendelea kesho. Wewe, nani alikwambia kesho? Anko akija na Kianko ndio kidugu changu. Kianko ndio kidugu cha baba yangu. Mke wake sio ndugu yangu. Lakini mke wake ananihurumia na kuendelea kesho. Kianko ananiambia, wewe, hukuli hapa leo. Ama utaenda nje usiku maliza hizo shit. Siendagi jikoni, chakula ikiwa na chumvi nyingi, anko ananisomea. Jamani, anko unanitesa bure. Treat people with dignity. You don't know what they will become tomorrow. Treat people with respect. You may see them the way they are today. Don't look people at their pocket. Look people in their future. You will treat them well. Everyone here has a future. Hello? Kila mtu hapa ana future bwana. Acha kutuintimidate na vizungu vikubwa. Nakutana mtu kwa kusalimia na King James version. Thou art how are you? Thou art how are you? I don't care your English. Treat me well. After some years, I was going to Kisangani and I stopped in Goma to preach to the pastors. I had a session with pastors, and as I stopped there, speaking to the pastors, when they were receiving from the car, coming out of the car like this, one of the head usher, who was busy taking care of my books, he was my uncle. And when he saw it was me, he was like, hey, my God, my son, hey, yes, wangu, hey. Anaambia kila mtu, even my host, this is my son. Oh, I lived with him. I looked at him and I was almost saying, we lived with you.
You punished me. I lived with him. I'm telling you, this is, oh my goodness. He took me. Akanipeleka huko mbele. Anafikiri hata angeniambia maji ya kunichoma ya moto. Nikunywe biskuti vizuri tu. Nenda na chile. Na sana. Kila kitu, hata hakuna kitu ataniuliza. Unanitegea nataka. Ambia niko salama. Asante. Nilimwona mmoja tu kidogo nimwambie wewe. Unaona hii mikono? Unakumbuka hizo shimo ulikuwa unanichimbisha wewe? Hata kunipeleka airport ananipeleka na heshima. Naangalia nasema usidharau mtu haujui kesho yake. Usipeleke mtu vibaya haujui kesho itakuwa nini. Nakuja leo kukutangazia kuwa kosa wa mtu. Tembea na mtu wakati haana na uwezo. Kesho Mungu anaweza kumfanya uwe hawe baraka kwako. Kama unasikia sema nasikia. Kama unataka kumaliza vizuri, tembea na mtu na upende mtu vizuri. Penda jirani yako. Hallelujah. Have a fellowship with people. Am I talking to you? I was doing very well in church. As I am about to pray for you, I will tell you other names. I was doing very well in our church. And one pastor had a grudge with my father. So he decided to come and chase me, excommunicate me. Ask me to, kwaya tu tunaimba tu hapo vizuri tu. Kwaya, ushona unachukia kwaya master. Sasa Action achukie Gilson. Mimi na Gilson tunachukiana yani. Jamani, penda mtu. Am I talking to somebody? Hii conflict ya ovyo haisaidii. Penda mtu na usaidie mtu. Almost 9 years later, your pastor was transferred to the temple, and I went to preach there. They gave us a state welcome. We were received. Funny enough, he was not even among the people who will greet us at the airport. Alikuwa wale watu wa huko nyuma. Na anakuja tena ikaondoka. Tukapeleka tukakaa vizuri, tumeshakaa. Alafu ndio nikageuka nikasema, by the way, I know you don't know who I am, but I will tell you my background. Hii kanisa mimi mmoja wao wa members hapa lakini South Kivu. And they were like, Pastor, wewe? Kasema, yeah. Then I mentioned my father's name. That man was sitting behind there. He knows me very well, but he never remembered me. Alinijua wakati ulikuwa unanitengeneza. Nilikuwa nakaa kama mti hivi, lollipop, kichwa kubwa mwili mdogo. Akaniangalia hivi. Kisha kaona anakuja polepole ananiambia, "Oh, mchungaji wangu. Nakuheshimu sana." Nikasema, "Wewe?" Kwa moyo wangu nilikuwa najiuliza, "Wewe unaniheshimu wewe?" Hakuna mtu ambaye kunitesa kanisani kama wewe. Unaniheshimu? Hello? Is there anybody in your life that whenever you look at, unafikiriaga hana future? Let me tell you, if you see people without future, you are the one without future. You must start seeing future in people and love them. Stand on your feet. On Friday, I will tell you the 3 remaining people. I did not want to touch them because they carry some weight. Then I will release them in your life on Friday. The 3 remaining kind of people you need to finish strong. I will tell them on Friday. Then I will release them in your life. Make sure you are here on Friday. Amen? Lift up your hands and say, "Dear Lord, I need Elizabeth. I need Naomi. I need Elijah. I need Moses. And help me to have that spirit. A spirit of encourager, a spirit of a destiny connector.
Help me, dear Lord, to assist people opening their eyes. Help me, dear Lord, to help people walk in their wilderness. Dear Lord, help me to have a heart of love, care, so that one day I may see you. Dear Lord, I surrender to you. I declare that you are bringing on my way those people who will help me finish it strong. In Jesus' name. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. May the grace and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Before I just let you go, if you are here and you are feeling pain in your body, you cannot go back home with it. Is there any sick person among us who are feeling pain in your body? I have to pray for you. Come. I have to pray for you. I have to pray for you. Come. Oh, my daughter, you are around. God bless you. I have not seen you. Answered. You shall live long. Karibu. You want to be healed? Hey. Yawa. Kambura. God will heal you. By the way, when I was in Meru, I saw your mother. I saw your mother. And I was so happy. Among the congregation that I had in Meru on Tuesday, your mother was there. Amen. Wow. How are you? Happy to see you. You are feeling pain. You want God to heal you right now. Yeah, early in the morning I received a call from one of ours. She was calling crying that her sister woke up with a very bad, how do we call it? Stomachache. And the sister was no longer able to speak. She was only undergoing the terrible pain. They took the phone to her, and we started praying. And when I asked her, how are you feeling? She laughed. She said, I'm healed. And that's how God healed her today morning. The same God will heal you. In the course of the week, Daktari called me because somebody else was sick, and we prayed, and the person was healed. And I'm only telling you that so that you may know that you may just start feeling yourself, because you have to be healed. There is no option. Upon the shelf. So nice you chungu hapo. So you are feeling some pain now. Oh, Jesus Christ. Just lift
Lift up your hands. Stand here. Stand here. Lift up your hands. Can we stretch our hand toward these people for God to hear them? Thank you, Jesus. Thank you for your healing, Lord. Thank you for your healing power, my God. Thank you, Lord, for your power, Lord. Oh, Thank you for your healing power, my Master. Thank you for your healing power, my God. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Thank you, Jesus. Hallelujah.
presence yake. Oh, if I have nothing to do with your thing, why are you standing here? You can go. Who has healed them? Jesus Christ. Winnie, hii ni handkerchief tu ya Josh. Sawa. Naweza decide kubariki nayo mtu. Kama naje mtu.